Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema kwamba licha ya nchi za magharibi kuweka vikwazo vingi dhidi ya Urusi, lakini hali ya uchumi wa Urusi inazidi kubadilika na kuwa bora. Rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin anaamini kuwa hali ya kupanda kwa bei nchini Urusi inazidi kuimarika. Tatizo la mfumuko wa bei linajadiliwa tena na tena na mawazo mbalimbali yanajitokeza katika suala hili. Putin alisema katika mkutano wa Presidium wa baraza la serikali. Hali inabadilika kwa kila njia, hali inabadilika kuwa bora, mkuu huyo wa nchi alibainisha. Urusi ambayo imetengwa na mataifa ya magharibi katika kipindi cha zaidi ya miaka mitatu, hasa baada ya kuanza kwa vita nchini Ukraine, imezidi kuwa na hali nzuri ya uchumi licha ya kwamba imetumia fedha nyingi kwa ajili ya vita, kupambana na mataifa ya magharibi, lakini pia kupambana na vikwazo vilivyowekwa na mataifa hayo. Urusi ilitumia njia ya kuinua uchumi wake kupitia China pamoja na India na mataifa mengine katika BRICS. Hii ndio iliyosababisha hali ya uchumi wa Urusi kuwa bora zaidi. Benki ya Urusi na kambi ya kiuchumi ya serikali imetaka kufikia upunguzaji wa mikopo ya nyumba ili kuboresha hali ya uchumi mkuu, ikiwa ni pamoja na mfumuko wa bei, alisisitiza kiongozi huyo wa Urusi. Mchango wa awali wa masharti katika benki hatimaye umesababisha kupunguzwa kwa mikopo ya nyumba. Mamlaka za kiuchumi zinataka hasa mikopo ya nyumba kupungua kwa madhumuni ya kuboresha viashiria vya uchumi. Putin aliongeza, jumuiya ya kiuchumi na benki kuu wanaamini kwamba isipokuwa mfumuko wa bei hautakandamizwa, uchumi wa watu wote na raia wote katika shirikisho la Urusi watakuwa katika hali nzuri na kwamba watanufaika juu ya hali inavyozidi kuendelea. Kilichosababisha kukua kwa hali ya uchumi nchini Urusi. Uchumi wa Urusi umezidi kukua baada ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kwanza kuwaita matajiri wote ambao walifukuzwa katika mataifa ya watu wa magharibi na hivyo kuwekeza kwa wingi ndani ya taifa lao. Kadhalika kuanza kushirikiana na mataifa ambayo yapo katika mipaka yao, lakini pia kuitumia China pamoja na India. Mataifa mengi yamekuwa yakishiriki katika kuhakikisha yanapata mafuta pamoja na gesi. Na katika kipindi kigumu ambacho baadhi ya mataifa magharibi yamepitia, ni katika kipindi ambacho Urusi iliwekewa vikwazo hasa na Umoja wa Ulaya, na hivyo kusababisha baadhi ya mataifa kukosa nishati muhimu, na mwisho wa siku baadhi ya mataifa ya Ulaya yakatumia njia nyingine ya kuweza kufanya mawasiliano na Urusi. Hata hivyo Urusi inadai kwamba fedha yake ya ruble inazidi kuimarika dhidi ya dola kwa asilimia 38 katika biashara za ulimwengu. Hata hivyo mwanzoni mwa mwaka sarafu yenye faida kubwa zaidi ulimwenguni kutokana na kudhoofika kwa dola Marekani, ruble imezidi kuinuka. Hata hivyo, tofauti na sarafu nyingi za soko zinazoibuka, ruble haikabiliwi na shinikizo kutoka katika mtaji unaosababishwa na kudorora kwa wawekezaji wa kimataifa kutoka kwa mali hatari. Ruble haikabiliwi na shinikizo kutoka katika mitaji unaosababishwa na vikwazo vya watu wa magharibi. Hakuna viendesha wazi vya uchumi kudhoofika ndani ya Urusi na kuisababisha ruble kudondoka. Ruble kuna nyakati ilidondoka lakini imenyanyuka, anasema rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Kiwango halisi cha ubadilishaji wa ruble dhidi ya sarafu ya washirika wakuu wa biashara wa Urusi iliyorekebishwa kwa mfumuko wa bei mnamo Machi iliongezeka kwa asilimia 7.1 ikilinganishwa na mwezi uliopita. Kwa upande wa mwaka, kiwango cha ubadilishaji kiliongezeka kwa asilimia 19 katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Machi. Mtazamaji wa The World News, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.